Promova TV, a home of testimonies. Yesu apewe sifa, watumishi wa Mungu aliye hai. Tupo tunaendelea katika Bwana kuzungumzia habari za mtu anapokufa roho yake huendelea kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Na nakumbuka katika sehemu ya kwanza tumeishia habari za Yesu aliposhuka kule kuzimu. Baada ya kufa msalabani, roho yake ilienda kule kuzimu, akawahubiri watu injili ambao walishaga kufa katika hali ya kibinadamu huku duniani, lakini roho zao zikao zinaishi kule. Na wengine walikuwa wanaishi maisha ya furaha na amani, eneo lao limetengwa, na wengine walikuwa wanaishi ndani ya shimo la moto wa kuzimu, wanateswa kulingana na uzito wa dhambi zao zilivyokuwa. Kwa hiyo tukaona ya kwamba kuna namna aliwahubiri injili, wakamsikiliza, wakamuelewa, walikuwa na uwezo wa kupambanua. Maana yake mtu anapokufa roho yake inapoenda kwenye ulimwengu wa roho inakuwa na uwezo wa kupambanua mema na mabaya, ana uwezo wa kujua vitu mbalimbali, ana uwezo wa kuzungumza. Kwa hiyo iko namna hiyo. Tunaona ya kwamba alipowahubiri, afu baadaye tunaona ya kwamba maandiko yanadhihirisha ya kwamba baada ya Yesu kufufuka, watakatifu waliokuwa wanaishi kule kuzimu walifufuka kabisa pamoja na yeye, na wakawatokea wengi katika mji wa Yerusalemu ile ya Israeli, pale nchini Israeli, kwa hali ya kibinadamu kabisa, waziwazi bila mafumbo. Baadaye wakaenda mbinguni katika mji mtakatifu wa mbinguni. Ndivyo maandiko yanavyosema kwenye kitabu cha Mathayo 27. Ukisoma habari hizo kuanzia mstari ule wa 45 hadi 54 utapata picha ya mambo hayo. Maana tetemeko la ardhi zilitokea, miili ya watakatifu ikainuka waliolala katika Bwana. Lakini watu waovu wao hawakufufuka, walibaki kule kule kuzimu wakisubiri hukumu ya mwisho ije kufika. Siku ya mwisho ya kiyama ndipo wafufuliwa kutoka kule, alafu wahukumiwa kwenda ndani ya ziwa la moto. Kwa hiyo ndugu yangu katika Kristo, unaisikiliza habari za ujumbe huu, unatakiwa ujihadhari sana na maisha ya dhambi. Yaani usitende dhambi. Dhambi ni kitu kibaya. Maana maandiko yanasema ya kwamba mtu ambaye anaishi maisha ya dhambi na hajamwamini Yesu, huyo mtu ni mfu, japokuwa yuko hai katika hali ya kibinadamu, lakini mfu kwa ajili ya dhambi alizonazo. Ya kwamba ikitokea amekufa katika hali ya dhambi zile, anaenda kukutana na kifo cha pili ambacho ni kifo cha kiroho. Maana kuna kifo cha kwanza ambacho mtu mwili wake wa kibinadamu unakufa baada ya roho kuondoka ndani ya mwili wa kibinadamu. Lakini kifo cha pili ambacho ni kifo cha kiroho, ambacho watakipata baadhi ya watu ambao ni wenye dhambi watakaomkataa Yesu na wakaamua kuishi maisha ya dhambi, wakajikuta wamekufa katika hali ya dhambi. Roho zao zitahukumiwa kwenda kuzimu ya moto na baadaye kwenda kwenye ziwa la moto. Kwa hiyo mambo yako hivyo, watu wa Mungu, jihadhari na dhambi. Na kama hujamwamini Yesu, muamini Yesu na utubu dhambi na kuziacha, na umtumikie Yesu katika roho na kweli, kwa dhamiri safi kabisa, kwa moyo wako wote umpende, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote umpendeze. Na naamini ukiishi maisha namna hiyo yaliyo masafi ya kumpendeza Mungu, Mungu atakuwezesha, utakuja kumaliza safari yako vizuri katika Bwana, na utakuja kufanikiwa kwenda mbinguni baada ya kuzimu ya moto. Kwa hiyo kuzimu ya moto na ulimwengu wa moto wa ziwa la moto, kwa lugha nyingine huitwa ahera. Ahera ni makao ya roho za watu wenye dhambi. Kwa hiyo kuzimu ya moto na katika ulimwengu wa moto wa ziwa la moto, pote panaitwa ahera, ni mahali pa mateso ambapo roho za watu wenye dhambi wanateswa. Lakini wale wema walikuwa naishi maisha mazuri, na baadaye walifufuliwa wakatoka kule wakapelekwa mbinguni, na mambo yalishabadilika tangu hapo ambapo hao malimbuko wa kwanza walifufuka katika Bwana waliokuwa wacha Mungu. Utaratibu kabadilika. Sasa hivi Wakristo wanapokufa katika Bwana, roho zao moja kwa moja zinaenda mbinguni, haziendi tena kuzimu ya moto. Lakini kwa sasa hivi watu wenye dhambi wanapokufa, roho zao zinaenda kuzimu ya moto kwa ajili ya kuteswa kulingana na uzito wa dhambi zao. Yaani kule kuzimu kila mmoja anateswa kulingana na uzito wa dhambi zake. Kwa hiyo mateso yanatofautiana kule kuzimu ya moto, na hapo wanasubiri bado hukumu ya mwisho waje kupelekwa kwenye mateso makubwa zaidi. Kwa hiyo dhambi ni mbaya, jihadhari na dhambi, usije kaenda kuzimu ya moto kwa sababu ya dhambi zako. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Kwa hiyo kai ukijua hivyo kwamba watu wacha Mungu au wakifa moja kwa moja ni wanaingia mbinguni, wanaishi kule, wana mahala pao pa kuishi, na maandiko yapo ambayo yatazidi kutudhihirishia habari hizo kwa kina. Habari hizo
kwa kina. Tuangalie pia kwenye kitabu cha Matendo sura ya 7 mstari wa 55 hadi 56 na ule mstari wa 59 hadi 60. Kitabu cha Matendo sura ya 7 mstari wa 55 hadi 56, na unaruka hapo unaenda unasoma mstari wa 59 hadi 60. Maneno ya Mungu yanasema hivi: lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti akalia kwa sauti kuu, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Baadaye akarara. Maandiko yanasema baadaye alilala, maana yake akafa. Lakini maandiko yanasema akamuona Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume kwa Mungu. Niligusia hilo kwa sehemu ya kwamba anaposema Mwana wa Adamu, Yesu katika hali ya kibinadamu alizaliwa kweli, aliuvaa mwili wa kibinadamu aweze kusema na watu waziwazi bila mafumbo, waziwazi bila mafumbo, uso kwa uso akasema nao, ili wasije wakafa wakimuona katika hali ya uungu wa wazi wa mng'ao utukufu wake wa mbinguni. Lakini pia anaitwa Mwana wa Adamu kwa sababu yeye pia alizaliwa katika hali ya kibinadamu, ni mmoja wa wazao wa wanadamu kwa hali ya mwili wa kibinadamu. Lakini roho yake haijazaliwa na Bikira Maria. Roho ya Yesu ni roho ya Mungu, ilikuwepo kabla hata ya Adamu kuumbwa, maana roho ya Yesu ndiyo ilimuumba pia Adamu. Ilikuwepo kabla ya Bikira Maria kuzaliwa. Kwa hiyo roho ya Yesu haikuzaliwa na mwanadamu awaye yote yule. Na Yesu pia yuko katika hali ya mfumo wa utatu kama jinsi tulivyo wanadamu. Kama vile nilivyo wafundisha mwanzoni ya kwamba Yesu alinitokea akanifundisha habari za mwili wa kibinadamu na roho na nafsi. Kwa hiyo iko hivyo ya kwamba ndani ya mwili wa kibinadamu ule wa Yesu palikuwemo na roho ya Mungu ambaye ndiye Yesu mwenyewe. Maana Mungu jina lake anaitwa Yesu, yani jina la muumba wa vitu vyote vilivyoko hai hapa duniani na vilivyoko huko mbinguni anaitwa Yesu. Yani jina la Mungu ni Yesu. Sasa iko hivi, ndani yake kulikuwa na roho na ndani yake kulikuwa na nafsi na alikuwa na mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo Mungu yuko katika utatu. Sasa pale alijidhihirisha kwa namna hizo, akaonekana amesimama mkono wa kuume kwa Mungu. Maana yake ni huyo alionekana kwa mfumo huo. Hagawanyiki kwamba unaweza kumtenganisha kwamba labda Yesu ni mkuu kuliko Mungu au Mungu ni mkuu kuliko Yesu. Hapana, ndio huyo, lakini katika utendaji tofauti. Kama ambavyo niliwaambia, nafsi ina shughuli zinazohusika nazo, lakini roho ina shughuli zinazohusika nazo. Hata mwili wa kibinadamu katika hali kibinadamu una mambo yanayohusika nayo. Lakini Mungu yuko kama mwanadamu alivyo. Ndio maana hata katika uumbaji alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Yani mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu, kwa mfano wa Mungu. Na kwa sura ya Mungu, Mungu alimaanisha ya kwamba tutafanana naye katika mienendo yake ya tabia zake njema na nzuri, hatutatenda dhambi. Japokuwa Adamu na Eva walidanganywa wakatenda dhambi, baadaye wakafarakana na Mungu kwa sehemu, hata kifo kikajitokeza. Mambo yako hivyo, kwa ufupi mambo yako hivyo. Lakini tunaona ya kwamba tena hapa Stefano alipopiga magoti aliomba akisema ya kwamba pokea roho yangu. Maana yake akaona mbingu zimefunguka moja kwa moja rasmi kwa ajili ya yeye aende mbinguni, kuishi huko mbinguni, sio tena pande za chini za nchi kule kuzimu. Ndivyo mambo yalivyo. Tunaona pia kwenye kitabu cha Ufunuo 11 mstari wa 3 hadi 12, hapo pia maandiko yanaelezea habari za vinara viwili au mizeituni miwili. Yani kuna watu watakuja kutumwa kipindi cha dhiki kuu ambacho utakuta Ukristo unapingwa sana duniani. Mtu akihubiri habari za Yesu, watu wanamuinukia kwa vita pana sana. Sasa wataletwa watu ambao watakuwa na nguvu kubwa ya kimungu ya kuweza kuwapatiliza maadui na kuwashinda na kuzidi kuhubiri injili ya habari za Yesu Kristo, ili watu wapate kukubali hiyo habari njema ya ufalme wa mbinguni iletayo wokovu kwa kila anayemwamini Yesu, waokolewe waje kwenda mbinguni. Sasa hao watu itafikaga muda miili yao itakuja kufa kwa hali ya kibinadamu, alafu roho zao zitakuja kwenda mbinguni. Ndivyo hayo maandiko yanavyosema. Alafu baadaye tena roho zao zitakuja kurudi kwenye miili yao ya kibinadamu, alafu watapaa kwenda mbinguni wakiwa wamevaa miili yao ya kibinadamu ambayo itakuja kuvikwa hali ya kuto kuharibika, itakuja kugeuzwa ivikwe hali ya kiroho zaidi. Mambo yako namna hiyo, watu wa Mungu. Kwa hiyo hayo maandiko unaweza kuyasoma ukipata nafasi. Mimi sitayasoma hapa, lakini Ufunuo 11 mstari wa 3 hadi wa 12 utaona hao watu ambao huaga wanazaniwa ya kwamba
huenda wanaweza wakawa ni Elia na Musa. Wengine wanasemaga huenda anaweza akawa ni Henoko na Elia ambao hawakuonja mauti ili na wenyewe waje kufa kama wengine watakavyokufa na kama wengine wanavyokufa. Kuna baadhi ya wahubiri wanasema ya kwamba hao huenda watakuwa ni Elia na Henoko ambao hawakuonja mauti, ambao pia na wenyewe wanatakiwa wafe kama watu wengine wanavyokufaga, waonekane wametimiza andiko linalosema hakika mwanadamu atakufa. Lakini mimi napenda kukuambia katika Bwana ya kwamba si lazima waje wafe, hapana. Na hata mpango wa Mungu sio kwamba wanadamu wafe, hapana. Kuna baadhi hata ya watu wengine kipindi kile cha unyakuo kitakapofika watakuja kunyakuliwa bila kufa kabisa. Miili yao itavikwa hali ya kutokuharibika, yani miili yao ya kibinadamu itavikwa hali ya kiroho ya kutokuharibika. Wataenda na miili yao mizima kabisa. Kwa hiyo wale wanaosemaga ya kwamba Henoko na Elia ndio watakao kuja, Biblia haijaweka wazi hilo jambo. Au ni Musa na Elia, Biblia haijafafanua kwa kina ya kwamba itakuwa ni Musa na Elia au ni Henoko na Musa. Na hao sio kwamba lazima waje wafe, hapana. Maana hata kipindi ambacho vita ya dunia itakuja kutokea, kipindi cha mwisho, mwishoni mwa miaka ya nyakati za mwisho, inaonekana ya kwamba baadhi hata ya Wayahudi ambao watakuja kumwamini Yesu baada ya kumuona Yesu akiwaokoa na kuwasaidia, watakuja kumwamini. Na watu wengine watakaokuwa wanamwamini Yesu na kumtumikia kipindi hicho wakiwa na imani kwa Yesu, watakujaga kubebwa hivyo kwenda mbinguni, kwenda kwenye nchi mpya. Biblia haitaji ya kwamba watakujaga kufa, hapana. Kama hao wanavyosemaga ya kwamba lazima hao Henoko na Musa waje, Henoko na Elia waje kuja na wenyewe wafe kama watu wengine, hapana. Ni lugha tu ambazo ni tata, ni semi tata, au ni mafundisho tata kwa sehemu, niseme hivyo, ambayo hayana uhalisia wa ukweli kwa asilimia kubwa. Ndivyo mimi ninavyofahamu kwa sehemu, kwa kweli iko hivyo. Kwa hiyo si lazima waje kufa wao. Kwa hiyo mtu anaweza akaenda mbinguni hata bila kuonja mauti, ili mradi tu huyo mtu amkubali Yesu, alafu amue kujifunza neno la Mungu na kulishika, asitende dhambi iwayo yote ile, awe na fikira safi ambazo si za dhambi, awe ni mtu mwenye kunena maneno yaliyo ndani ya mapenzi ya Mungu, awe mtenda mema siku zote za maisha yake, awe mtakatifu kwa viwango vya hali ya juu, yani awe ni mtenda haki ilizae utakatifu. Huyo mtu ana namna hiyo, inawezekana hata akaenda mbinguni bila kufa kabisa. Kwa hiyo sio lazima kila mmoja afe, hapana. Hiyo lugha haikubariki. Wapo watu watakuja kwenda mbinguni bila hata kuonja mauti kwa mujibu wa Biblia, lakini iko hivyo. Lakini tuendelee kusoma maandiko mengine yanayotudhihirishia ya kwamba roho za watu waliokwisha kufa zinaishi kabisa, zina maisha mengine. Tumeona ya kwamba roho za wenye dhambi ziko kuzimu kule, zinateseka, lakini roho za watakatifu ziko mbinguni, zinaishi maisha ya furaha na ya amani yenye raha za aina mbalimbali. Tena wanapata huko na chakula huko, wanaimba, wanamsifu Mungu na kumtukuza huko. Tuangalie kwenye kitabu cha Luka 9 mstari wa 28 hadi 31. Hapa kuna vitu tutajifunza kupitia ya maandiko. Baada ya maneno haya yapata siku 8, aliwatua Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumuza naye, nao ni Musa na Elia, walioonekana katika utukufu, wakinena habari za kufariki atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wameelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amuka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Unaona hizo habari. Sasa hapa tunaona ya kwamba, tunafahamu ya kwamba Elia kwenye kitabu cha Wafalme sura ya 2 tunafahamu ya kwamba alinyakuliwa akaenda mbinguni. Lakini maandiko yanataja Musa ya kwamba yeye alikufa kabisa katika hali ya kibinadamu. Mwili wake ulikufa kwa kuwa alikuwa na mahusiano bora zaidi kati yake na Mungu. Mwili wake ulizikwa na Mungu, alipewa heshima fulani ya kuzikwa na Mungu moja kwa moja. Lakini roho yake ilienda kuishi kwenye ulimwengu wa roho huko. Lakini tunaona ya kwamba sasa hapa walimtokea Yesu wazi bila mafumbo. Hili andiko linazidi kutudhihirishia kwamba mtu anapokufa roho yake inazidi kuishi huko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mtu hafi kabisa akateketea au akaangamia kabisa, hapana. Roho yake inazidi kuishi. Na pia unatakiwa utambue ya kwamba tafasiri nyingine kwa kina kwa kuhusu habari za mtu
maana yake mtu, neno mtu ina tafasiri pana, lakini moja wapo ya tafasiri yake nyingine ni kwamba mtu ni roho ya uhai inayoishi ndani ya mwili wa kibinadamu. Ni roho ya uhai inayoishi ndani ya mwili wa kibinadamu. Iko hivyo, ndio tafasiri pia ya neno mtu, ambaye pia ni mwanadamu kwa lugha nyingine. Kwa hiyo mambo yako hivyo. Kwa hiyo ile roho inapoondoka inakwenda kuishi maisha mengine. Hawa walimtokea Yesu wakasema naye habari za kifo atakachotimiza pale Yerusalemu Bwana Yesu. Na baadaye alienda akatimiza hicho kifo pale kwa ajili ya wanadamu, ili wao wanasamehewa dhambi zao bure. Kwa hiyo ukitubu dhambi kwa jina la Yesu utasamehewa dhambi zako bure kabisa, bure kabisa. Mambo yako hivyo. Hawa wako kule mbinguni sasa. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba +25762841 hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni +224144844 Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005181919273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank majina ya usajili ni Jackton Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova. Promova TV, a home of testimonies.